Upendo wa kafara sehemu ya pili. Naam, karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Upendo wa Kafara. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Rehema. Rehema anatusimulia kisa cha mwanaume mmoja aliyekutana naye mtandaoni. Mwanaume aliyekuwa anamhudumia kwa kila kitu. Mwanzoni mwanaume huyo alikuwa anamhudumia Rehema pasipo kuonana naye. Lakini kwa upande wa Rehema anasema kwamba mwanaume huyo alionyesha kumpenda na kuwa na upendo wa dhati kwake. Ndipo Rehema alipoamua kumshirikisha rafiki yake anayefahamika kwa jina la Mariam pamoja na familia yake. Alipomshirikisha rafiki yake Mariamu alimpa tahadhari Rehema. Alimsihi sana kwamba awe makini na huyo mwanaume anayemwita Baraka, mwanaume ambaye anamhudumia pasipo kuonana naye hata siku moja. Lakini pia Rehema alipowashirikisha ndugu zake, nao pia walimpa tahadhari, walimpa onyo kwamba awe makini na mwanaume huyo, kwani dunia sasa imebadilika. Lakini Rehema kwa kuwa alikuwa anaendelea kuwasiliana na Baraka na mambo yote yalikuwa yanaenda sawa, walikuwa wanaongea vizuri, walikuwa wanajuliana hali asubuhi, mchana na jioni. Rehema aliona kwamba kila mtu ambaye alikuwa anamtilia shaka Baraka basi alikuwa hayupo sahihi kwa upande wake. Wanasema kuna wakati moyo wa mwanadamu huamini kabla ya macho kuona. Kuna wakati maneno matamu hufunika sauti ya tahadhari, na upendo huvaa sura ya baraka ile hali ndani yake umebeba majaribu. Hadithi hii inaendelea pale ambapo furaha ilianza kuchanganyikana na ukimya mzito, ukimya uliobeba maswali yaliyokosa majibu. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Basi Rehema anaendelea kutueleza. Rehema anasema, baada ya kueleza ndugu zangu, nilihisi nafsi yangu imetulia kwa muda. Nilikuwa nimepata faraja ya kifamilia, lakini moyo wangu bado ulikuwa huko kwa Baraka, mwanaume kijana niliyekutana naye katika mtandao wa kijamii. Basi Rehema anaendelea kuongea. Rehema anasema, mazungumzo yetu mimi pamoja na Baraka yaliendelea kila siku. Yaani asubuhi nilikuwa wa kwanza kumtafuta Baraka, na usiku Baraka aliponitumia ujumbe wake wa maandishi ulinisindikiza hadi usingizini. Baraka alikuwa akiongea nami kwa uhakika wa mtu anejua anachotaka. Basi siku moja Baraka alinitumia ujumbe mfupi wa maandishi na kuniambia kwamba, Baraka akasema, Rehema, najua kwamba watu wanaweza kukuambia kuwa uwe makini na mimi. Ni sawa, kwa sababu wanakupenda, ni familia yako au ni watu wa karibu, wana upendo wa dhati na wewe, wana mashaka na hawataki kukupoteza. Lakini Rehema, nataka ujue jambo moja tu katika maisha yako. Baraka, mimi sitowahi kukuumiza kamwe, sitakuumiza na sitaruhusu maumivu yoyote yaje katika maisha yako. Rehema anasema maneno hayo ya Baraka yalinifanya nijisikie salama tena. Nilianza kuona kama kila onyo nililopewa lilikuwa kikwazo cha furaha yangu. Basi polepole nikaanza kupunguza kuwashirikisha watu wengine mambo yangu mimi pamoja na Baraka. Basi ndipo Baraka akaanza kubadilika kidogo kidogo, sio kwa ukali, la hasha, bali kwa umakini uliopita kiasi. Baraka alitaka kujua niko wapi kila muda. Alitaka nijibu ujumbe wake kwa haraka, na hata kama akipiga simu, basi Baraka alitaka nipokee simu yake haraka. Na kila nilipochelewa, Baraka alikuwa analalamika sana. Alikuwa anatoa maneno mengi ya kunilalamikia kwamba kwa nini nimechelewa kujibu ujumbe wake, au kwa nini nimechelewa kupokea simu yake, au kwa nini sijapokea simu yake wakati alipokuwa ananipigia. Na mara nyingi nilipokosa kupokea simu ya Baraka, nilijua tu lazima atalalamika. Hivyo nilikuwa najipanga kwa ajili ya kuweza kumuomba msamaha mpenzi wangu Baraka. Mara nyingi nilikuwa najitetea nikimwambia kwamba simu niliweka chaji, au nilikuwa nimeenda sokoni, au nilikuwa nimetoka kidogo, au majukumu ya kifamilia yalikuwa yamenibana. Baraka pia nilikuwa nikimwambia maneno hayo, alikuwa nimuelewa sana kwa upande wangu, jambo ambalo lilinifanya nizidi kumpenda zaidi. Rehema anaendelea kutueleza. Rehema anasema, katika maisha wakati mwingine kile ulichokingojea kwa muda mrefu kikitokea, moyo wako
husahau hata kujiuliza maswali mengi. Yaani inamaanisha kwamba furaha hupiga kelele kuliko tahadhari, na ndoto inapokuwa mbele ya macho yako, akili ukubali kila kitu ambacho kinatokea kama ni ukweli. Hapo ndipo hatima huanza kujifunua taratibu bila kelele. Basi siku moja Baraka alinitumia ujumbe wa tofauti kidogo. Nilishtuka kuona ujumbe ule wa Baraka. Baraka alinitumia ujumbe unaosema kwamba Baraka aliandika hivi: Rehema, nahisi kama ni muda umefika. Sitaki tena tuendelee kupendana kwa maandishi milele. Ninachokitaka Baraka, mimi nataka nikuone. Nataka nikuone uso kwa uso, yani nikutazame machoni. Rehema anasema nilisoma ujumbe huo kutoka kwa Baraka kwa msisimko mkubwa sana. Moyo wangu ulidunda kwa haraka. Hichi kitu ndicho ambacho nilikuwa nikikisubiri kwa muda mrefu sana. Yaani baada Baraka kuniambia maneno hayo, nilijikuta nimefurahi sana. Basi mimi pamoja na Baraka tulipanga siku, tulipanga mahali ya kuweza kuonana. Basi na siku ilipoadia, Rehema mimi nilijiandaa kwa bashasha tele, yani kwa bashasha isiyoelezeka. Nilivaa nguo vizuri, nilivaa kwa uangalifu. Nilitaka nimwaminishe Baraka kwamba mimi ni binti mrembo hata nikiwa kawaida na sio tu katika mitandao ya kijamii. Yani nilitaka Baraka aone kwamba yule Rehema wa mtandaoni si mzuri kama Rehema mimi ambavyo ataniona mubashara. Basi Rehema mimi nikiwa kama mtoto wa kike nikajipamba, nilijipodoa. Hakika kama wahenga walivyosema, nilipojitazama katika kioo, hakika nilikiri moyoni kwamba Rehema mimi nilikuwa ni binti mrembo. Hakika kioo hakikudanganya. Basi siku hiyo Rehema mimi nilikuwa na furaha. Yani nilikuwa na furaha ya mtu anayekaribia kukutana na mtu wa ndoto yake. Basi kwa mara ya kwanza nilipomwona Baraka, moyo wangu ulidunda kwa kasi sana. Baraka alikuwa katika eneo lile ambalo tulikubaliana mimi naye kuonana. Yani kwa amu hii hakuwa tena Baraka yule wa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, bali alikuwa ni mtu halisi. Alikuwa ni yule Baraka ambaye nilitamani kumuona. Rehema anasema baada ya Baraka kuniona namna Rehema mimi nilivyopendeza, Baraka alinitazama na kutabasamu. Tena alinitazama kwa tabasamu tulivu lenye kujiamini. Na ndipo hapo alipofungua kinywa chake na kuita jina langu kwa sauti ya upole, sauti ya unyenyekevu. Nilihisi kama kwa sekunde chache ulimwengu wote ulikuwa umesimama kwa ajili yangu. Baraka akasema, Rehema, Rehema kipenzi, hatimaye nimekuona mpenzi wangu. Kumbe wewe ni mzuri. Hakika sikubahatisha kukuchagua. Rehema anasema baada ya Baraka kuongea maneno hayo, nilihisi fahari, nilihisi kuthaminiwa, nilihisi kama kila onyo nililowahi kupewa na ndugu zangu lilikuwa halina maana tena mbele ya Baraka. Basi siku hiyo mimi na Baraka tulizungumza, tulicheka. Baraka alikuwa ni mtu mpole, mwenye maneno mazuri, na kila aliponitazama machoni, nilihisi kama mimi ndio mwanamke pekee duniani ninayethaminiwa, ninayependwa, ninayeheshimiwa na niliyekuwa na bahati kuliko mwanamke yeyote yule. Na ndani ya moyo wangu nilisema kwamba hakika hapa nimepata kijana mwelevu, mwanaume mchakalikaji, anayejua kujali, anayependa, anayejua thamani ya mwanamke. Rehema anaendelea kutueleza. Rehema anasema baada ya kukaa naye Baraka kwa muda mrefu lile eneo ambalo tulipanga kuonana, tulizungumza na kucheka. Moyo wangu ulijaa na ujasiri. Nilihisi huu ndio ulikuwa wakati sahihi wa kufanya jambo ambalo lilikuwa sawa kwa wakati huu. Basi nikamtazama Baraka machoni, nikasema kwa sauti yenye furaha, nikamwambia Baraka, Baraka, leo ndo mara ya kwanza ya mimi na wewe kuweza kuonana uso kwa uso. Baraka, siku zote nilikuwa natamani mpenzi wangu uje hapa jijini Mwanza, uje hapa kwetu. Na lengo langu la kutaka tuje tuonane Baraka, si kuishia katika mahoteli au sehemu kama hizi, bali nilitaka nikupeleke nyumbani. Na nahisi kwamba ingekuwa ni vizuri kama nikikupeleka nyumbani. Yani natamani wazazi wangu wakuone, familia yangu ikufahamu Baraka, kwa sababu nimeambia mambo mengi sana kuhusu wewe. Tafadhali naomba usikatae Baraka. Rehema anasema nilisema maneno haya kwa fahari kubwa. Nilitaka Baraka aonekane katika familia yangu. Nilitaka mahusiano yangu mimi pamoja na Baraka yawe wazi mbele ya familia yangu. Lakini baada ya kumwambia Baraka maneno haya, tabasamu lake lilipungua kidogo. Baraka hakukawia kujibu, lakini jibu lake halikuwa lile ambalo Rehema mimi nilitegemea. Baraka akasema kwa sauti ya upole. Baraka akasema,
akasema, Rehema mpenzi wangu, ningependa sana, yani hicho unachokitamani na mimi nakitamani sana. Na sio tu kuwaona wazazi wako, bali hata wewe nikupeleke nyumbani kwetu Kigoma ukaone wazazi wangu. Lakini mpenzi wangu, siku ya leo imekuwa ghafla sana. Kwa leo haitawezekana. Nilishangaa sana baada ya kusikia neno hilo kwamba eti siku hii hapa ya leo Baraka hataweza kuwaona wazazi wangu. Nikasema, Baraka, kwa nini? Ni kitu gani ambacho kimekuzuia? Ni kitu kipi ambacho kinakuzuia Baraka wewe kutokwenda nyumbani kwetu? Hata kama hutaki kuonana na wazazi wangu, basi angalau ukaone hata sehemu ambayo ninaishi, ukawaone ndugu zangu, wazazi wangu, utakuja kuona hata siku nyingine. Baraka baada ya kumwambia maneno hayo, akanivuta karibu kidogo, kisha akasema, Rehema mpenzi wangu, najua unavyojisikia kwa sasa, lakini kuna sehemu muhimu ambayo natakiwa niwahi. Hata hivyo ni heshima yako tu ndio ilionifanya nipitie hapa jijini Mwanza. Kuna jambo la muhimu sana ambalo natakiwa nikalikamilishe mpenzi wangu. Na unajua nikienda kukamilisha swala hili ndio mwanzo mzuri wa kuweza kujenga familia iliyo bora. Ni kwa sababu ya maisha yetu, kwa sababu ya biashara mpenzi wangu. Lakini usijali, jambo hili tutafanya siku nyingine. Na kuahidi hivyo mpenzi wangu. Na mimi Baraka ni mtu wa kutimiza ahadi. Rehema anasema maneno yake Baraka yalikuwa ni mazuri, lakini hayakuniridhisha hata kidogo. Nilihisi kama kuna kitu ambacho Baraka ananificha. Nilijaribu kutabasamu, japo lilikuwa ni tabasamu la uongo. Kisha nikasema, sawa mpenzi, mimi nitakusubiri. Nitasubiri huo muda ambao utakuwa tayari wewe kuonana na wazazi wangu. Lakini baada ya kumpa jibu hilo Baraka, kichwani mwangu nikaanza kuwa na maswali mengi. Nikawa nasema, ni mwanaume gani ambaye anaweza akampenda mpenzi wake na akawa na kitu muhimu zaidi ya kwenda kuwaona wazazi wa mpenzi wake? Kweli hichi kitu kinawezekana? Kama kweli Baraka ananipenda na anania njema na mimi, ni sehemu gani muhimu zaidi kuliko kukutana na wazazi wangu? Basi Rehema, mimi sikutaka kuongeza neno lolote zaidi, nilinyamaza tu. Nilichagua kuamini kwamba Baraka alikuwa kuna sehemu muhimu ambayo alitakiwa kuwahi kama ambavyo ameweza kuniambia. Lakini licha ya maswali madogo ambayo nilikuwa najiuliza, lakini moyoni mwangu bado sikuacha kufurahia. Nilifurahi sana kukutana na Baraka. Hilo pekee ndilo ambalo lilinitosha kunifanya kwamba nijisikie kwamba Rehema mimi ni mshindi. Basi siku iliyofuata nilimfuata rafiki yangu Mariam. Nilikuwa na hamu ya kumshirikisha kila kitu. Nilimwambia Mariam kwa sauti iliyojaa bashasha tele. Nikasema, Mariam, hatimaye rafiki yangu nimeonana na Baraka. Yani huwezi amini, Baraka ni mtu mzuri sana, mtu mpole, mtulivu, na ni mtu mwenye heshima zake, mchapakazi, kijana mwenye biashara zake. Yani nilifurahi kupita maelezo baada ya kumuona Baraka. Mariam alitabasamu, alifurahi kwa niaba yangu, kisha akasema, isee Rehema, hongera sana rafiki yangu. Yani nimefurahi kuona kwamba rafiki yangu wewe umefurahi baada ya kuonana na wewe mpenzi wako wa mtandaoni. Basi baada ya Mariam kuniambia maneno hayo, nikaendelea kuongea. Lakini baada ya kuonana na Baraka, nilimwambia kwamba aende nyumbani nikamtambulisha kwa wazazi wangu. Lakini Baraka alisema ana sehemu muhimu zaidi ambayo anatakiwa kuwahi. Na alisema jambo hilo tutalikamilisha siku nyingine. Japo nilikuwa na mashaka, lakini niliamua tu kumwamini Baraka. Mariam akasema, yani ulimwambia ukamtambulisha katika familia yako, akasema ana jambo muhimu la kufanya. Ni jambo gani muhimu ambalo alitakiwa kuliwahi kulifanya kuliko wewe mpenzi wake? Eti Mariam aliongea kwa sauti tulivu lakini yenye uzito ndani yake. Mariam akaendelea akasema, Rehema rafiki yangu, sio kwamba nakuonea hivyo, lakini ninakujali na ninakupenda. Siku zote katika maisha yako, mwanaume anayekupenda kwa dhati akipewa nafasi ya kukutana na wazazi wako, mara nyingi atakimbilia na ataifurahia na si kuikimbia. Basi baada ya Mariam kuongea maneno hayo, nikajaribu kujitetea. Nikasema, hapana Mariam, unawaza sana. Baraka ni mtu mwema. Labda tu ni kweli alikuwa na dharura, atakuja tu siku nyingine. Lakini asante kwa kujali rafiki yangu. Nafurahi kuwa na rafiki ambaye ananijali kupita maelezo. Yani unanijali kuliko hata mimi ambavyo najijali. Mariam akasema, sawa, lakini mimi nakwambia tu kwamba uwe makini. Kuna watu wanakuja kwako wakiwa wamevaa ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu wakiwa wako mawindoni rafiki yangu. Kuwa na tahadhari.
Rehema anasema maneno yale ya Mariam hayakunivunja moyo, lakini hayakuniacha salama. Yaani yalikaa kichwani mwangu kama sauti ndogo isiyotaka kunyamaza, lakini bado nilichagua kufurahia, nilichagua furaha yangu, nilichagua kumwamini Baraka. Na niliamini kwamba ipo siku moja ambayo Baraka angenithibitishia yote kwa wakati wake. Basi Rehema anaendelea kuongea. Anasema baada ya kuzungumza na Mariam, nilirudi nyumbani. Nilikaa kimya chumbani kwangu, huku nikiendelea kuyapitia maneno ya Mariam kichwani mwangu. Mariam alinishauri nijihadhari, nisimwamini sana Baraka, nimchunguze kwanza kabla ya kumwamini kupita kiasi. Lakini moyo wangu ulikuwa tayari umefungwa kwa Baraka. Na usiku ulipoingia, simu yangu iliwaka kuashiria kwamba kuna ujumbe ambao umeingia katika simu yangu. Na nilipoangalia katika skrini ya simu yangu, niliona jina la kipenzi cha moyo wangu anafahamika kwa jina la Baraka. Ujumbe ule kutoka kwa Baraka ulisomeka hivi. Baraka alisema, Rehema kipenzi changu, nimefika salama. Nilikuwa nawaza sana juu yako. Basi mimi baada ya kusoma ujumbe huo, nilitabasamu bila kujua, kisha nikajibu. Nikamwambia kipenzi, sijui ni furaha gani ambayo nilikuwa nayo hata nikashindwa kukuuliza kwamba umefika au la, lakini nafurahi kuona kwamba mpenzi wangu umefika salama. Vipi, unaendeleaje? Baraka akasema, mimi naendelea vizuri, hofu tu kwako kipenzi changu. Basi mazungumzo yetu yakaendelea kama kawaida, lakini safari hii maneno yake Baraka yalikuwa matamu zaidi kuliko kawaida. Baraka akasema, mpenzi wangu, najua tulipoonana tulikuwa na mambo mengi ya kuongea, lakini nataka ujue tu kwamba kukuona kwangu kumeimarisha maamuzi yangu. Wewe ndio mwanamke ambaye nimekuchagua. Wewe ndio mwanamke chaguo la moyo wangu. Maneno yale ya Baraka yalinipa tumaini jipya. Basi Baraka akaendelea kunitumia ujumbe wake. Akasema, Rehema kipenzi, usiruhusu mtu yeyote akutie hofu katika maisha yako. Watu wengi hawajui kupenda kwa dhati. Mimi nataka kujengea maisha na si kukuumiza. Rehema, mimi baada ya kusoma ujumbe huu nilikuwa naendelea kufurahi tu. Nilijisi kama maonyo yote ambayo nilikuwa napewa na familia yangu pamoja na rafiki yangu Mariam, maonyo yote yalivunjwa na upendo huu wa Baraka ambao alikuwa ananionyesha. Basi kadri siku zilivyozidi kwenda, Baraka kupunguza mawasiliano. Aliniandikia ujumbe asubuhi, mchana na usiku. Aliniuliza hali yangu. Alinitumia maneno mazuri na matamu ya kuweza kuniaminisha kwamba yeye ndio mwanaume pekee ambaye ananipenda katika ulimwengu huu. Basi alikuwa anapenda kuniambia kwamba, Rehema, wewe ni mwanamke ambaye unathamani kuliko ambavyo unadhani katika maisha yangu. Usijali kuhusu Baraka, mimi nitakulinda pindi tu pale muda utakapofika, na muda si mrefu kila kitu kitakuwa sawa. Maneno hayo ya Baraka yalinifanya nione kesho yenye mwanga, yalinifanya ningoje kwa matumaini. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Upendo wa Kafara. Rehema bado anaendelea kutueleza safari ya maisha yake na mwanaume huyu ambaye alikutana naye mtandaoni na hatimaye wakaonana ana kwa ana. Ni kipi ambacho kitafuata katika simulizi hii? Ili kuyajua yote hayo, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Upendo wa Kafara.